Baba yake ni mtu alikuwa ni maskini na ni msomi, lakini amejitenga kiasi. Alikuwa si mtu wa kuingiliana na watu sana, alikuwa anapenda maisha ya kukaa kidogo mbali, sio kuingilia mambo ya kidunia na watu wengi na nini. Sasa kwa hivyo hakujishughulisha sana na nini, lakini alikuwa ni mtu mcha Mungu, tena wa hali ya juu, daraja za juu, ni alim kubwa, ni mujtahid. Na pia alikuwa shughuli zake zaidi ni zuhud na mambo ya kukaa kufanya bahthi za kielimu na kuchambua na kufanya mubahatha na wasomi kama yeye, walikuwa kikaa na kuzungumzia kuhusu bahthi za kielimu na nini. Kwa hivyo hakujishughulisha na siasa, hakujishughulisha na mambo ya kidunia, alikuwa pembeni. Lakini na alikuwa maisha mazito magumu, na alikuwa ameridhia maisha yale ambayo alikuwa nayo. Lakini pia alikuwa anapenda sana kusoma, alikuwa ni msomi mutalaa, yani kusoma vitabu. Alikuwa ni msomi sana, mpaka aliwaathiri pia watoto wake katika jambo hilo. Alikuwa akikaa masaa mengi akisoma, kiasi kuwa hata watoto wake wenyewe, Said Hussein Ali Khamenei anasema ya kwamba sisi hata ilikuwa ni kana kwamba hatuoni baba yetu kama analala, kwa sababu wakati tunapoenda kulala tunamwacha ameshika vitabu anasoma. Tukiamka asubuhi tunamkuta kwenye vitabu. Sasa hatujui ni hata ni wakati gani analala. Alikuwa ni msomi. Na pia vile kuna wakati ambapo alikuja akapofuka, akawa hata haoni, lakini hakuachana na vitabu. Sayyid Ali Khamenei yeye alikuwa anapenda aliacha masomo yake aliyokuwa akisoma mji wa Qum, akarudi Mashhad na akawa anaishi na kumshughulikia baba yake, na huku akiendelea na masomo yake na mengine pembeni. Sasa yeye katika kumshughulikia baba yake, ilikuwa kila siku kama kawaida, baba yake alikuwa anapenda kusoma, na yeye ndio alikuwa akimsomea baba yake. Anachukua kitabu anamsomea, mpaka hata baba yake pia anafikia anachoka kwa sababu ya nini, kule akisoma. Na alikuwa akisoma saa zingine masaa 4 anamsomea baba yake, mpaka baba yake atosheke, ndio anashika mengine. Yeye mwenyewe pia anafaidika wakati huo katika kusoma kwa baba yake.